Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kukutana hapa makao makuu ya taasisi yetu ya TANAPA kwa ajili ya kazi maalumu, na kazi hiyo ikiwa ni pamoja na kukabidhi vitendea kazi kwa ajili ya maafande wetu waliopo kazini ili turahisishe utendaji kazi wao. Nimshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi yake njema anayoendelea kuifanya ndani ya taifa letu, lakini nje ya mipaka ya taifa letu, ambapo tumesikia magari haya tumeyapata kutokana na urafiki wa ndugu zetu serikali ya watu wa China. Wametuwezesha kupata vitendea kazi kadhaa kama ambavyo tumevisikia kwa ajili ya kurahisisha utendaji kazi wetu kule hifadhi yetu ya Mlima Kilimanjaro, ikiwa ni pamoja na kupata vitendea kazi vya kuzuia moto ule ambao tumeona ukiwa unatokea. Sasa wenzetu wametupatia, na hii inatokana na mahusiano mazuri alionayo Mheshimiwa Rais wetu na marais wenzake. Kwa hiyo tunashukuru kipekee kabisa serikali ya watu wa China kwa kutupatia vitendea kazi hivi, na sisi tunamwahidi Mheshimiwa Rais wetu kuendelea kuvitumia kama ambavyo dhamira ya kuvipata ilikuwa. Kwa hiyo ni waambie tu Katibu Mkuu, muhimu tutunze vitendea kazi hivi na vifanye kazi iliyokusudiwa ili tuweze kufikia malengo hasa tulioelekezwa ndani ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025, nayo si nyingine ni kuhakikisha tunaendelea na kazi ya uhifadhi wa maeneo yetu yote, hifadhi zetu zote 21 tulizonazo ndani ya TANAPA, lakini tunakwenda kufikia idadi ya watalii milioni 8 inapofika mwaka 2030. Vitendea kazi hivi vinatuwezesha kuyafanya yote hayo mawili, kuhifadhi lakini kuweza kuwalinda watalii wetu wanapokuwa wamefika kwenye hifadhi yetu ile ya Kilimanjaro ili tuweze kufanikiwa. Tupige makofi sana. Tunapiga makofi. Niwapongeze TANAPA kwa kazi nzuri mnayoendelea kuifanya. Tunaona watalii wanaendelea kufika kwenye maeneo yetu yote, hifadhi zetu zote 21, tunawapokea, tunawahudumia, wako salama, wanaendelea kuingia kwenye maeneo yetu. Niwaelekeze tu muendelee kuwa makini sana ili wanaporejea makwao wapeleke neno jema kuhusu hifadhi zetu za taifa, lakini neno jema kuhusu taifa letu, na wakaseme Tanzania ni salama, Tanzania ni nyumbani kwa watalii, waendelee kuja na sisi tuko tayari kuendelea kuwahudumia. Asanteni sana. Na leo tuko hifadhi ya taifa Ziwa Manyara. Tumefika hapa na wageni wote nilioambatana nao, lakini zaidi nimekutana na watalii wetu ambao tuko nao hapa. Wamefurahi, wamefika Ziwa Manyara, wamefurahi sana na wanasema Tanzania kweli ni unforgettable. Wamesema na sisi tunawaambia hivyo. Ukifika hapa Ziwa Manyara unapata jambo moja, na jambo kubwa leo ambalo nimelipata ni ile daraja ya miti ile bwana. Ukitaka kupita huko wewe mwenyewe unaanza kujiuliza napitaje, lakini tumepita na ni experience ya maisha yako. Wewe ni waombe wa Tanzania ambao hawajawahi kufika hifadhi ya taifa Ziwa Manyara wafike na wao waone hili daraja la miti jinsi lilivyo. Ni zuri, ukipita ukishafika mwisho unasherekea. Kwa na sisi tumesherekea leo na watalii wetu nao wamesherekea, wamemaliza, wako vizuri na wameahidi tena kurudi hapa. Kwa siku ya leo tumeweza kufika hapa. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini nawaambia Watanzania na dunia kwa ujumla, Tanzania ni salama. Tunaendelea kupokea wageni kama mlivyowaona hapa, tuko nao wageni wanakuja kututembelea kuona vivutio mbalimbali ndani ya taifa letu. Ndani ya hifadhi zetu zote 21 tukipita, na ndio tumeanza safari ya kuzifikia hifadhi zetu zote za taifa 21.
tunakwenda huko kuzitembelea, lakini tunawaambia wageni waje. Tanzania ni salama na tuko tayari kuwapokea na kuwahudumia. Tuachane na hayo maneno mengine yanayosemwa Tanzania ni salama. Mmewasikia wenyewe wageni wetu hawa wa kutoka Italy wamefurahi na wamesema wana siku 12, bado leo ndo wana siku yao ya kwanza, bado wana siku 11. Kwa hiyo Tanzania ni salama, wageni wetu karibuni. Sisi tupo tayari kuwapokea, mtatukuta huku site.